Wakati tukiwa tunaelekea kumaliza kwenye 10 la mwisho la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kumekuwa na matukio mengi tumekuwa tukiona yakiandaliwa na watu baadhi. Vipi kwa Firdaus Center? Tutegemee nini labda kwenye Eid ama vitu vingine? Firdaus Dua Center kila Ramadhani kuanzia mwezi mosi tumekuwa ni wenye kufuturisha. Tunaandaa event za iftari, mwaka huu tumeandaa event ya iftari Arusha pale. Alhamdulillah ilikuwa uzuri na vizuri, lakini kuanzia 10 la kwanza ile chungu mosi tunakuwa tunafuturisha mayatima wasiopungua 400 mpaka 500 na wajani na wasiojiweza. Lakini Jumamosi ya mwisho Jumapili ya mwisho ya Ramadhani na waalikeni pia nyanyote na waandishi wa habari na nyie muepo, tutakuwa tuna iftari ya watu wote ambao itahudhuriwa mwezi 29 na kualikeni, na huu ni utaratibu wetu wa kila mwaka. Mwezi 29 tutakuwa tuna tukio kubwa sana lisilosaulika. Tutakula na wajane, tutakula na mayatima, tutakuwa tuna dua kubwa pia kumwombea rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia mlezi wa Firdaus Dua Center Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega na yeye pia atakuwepo kama mlezi, na viongozi mbalimbali watakuwepo biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Bwana Sheikh, tukizungumza katika mwezi huu mtukufu kwa namna ambavyo watu wanafuturisha, juzi tumeona kuna maneno yameibuka kati ya mashehe na wasanii ambao pia wanafuturisha. Tumeona Alikiba akaingia kwenye maneno na moja kati ya mashehe wakubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia kuna maneno ambayo yanamhusu msanii wa muziki Diamond Platinum Nasibu Abdul. Baada ya kufuturisha, kuna watu wameenda kukosoa kusema ya kwamba anafuturisha wasanii wenzake pamoja na matajiri na kuacha watu ambao hawajiwezi. Hii vipi hii shehe? Naam, alhamdulillah. Kwanza nashukuru sana waandishi wa habari kuweza kuniuliza swali hili. Mimi ni mtu pia wa mitandao, nimeweza kutizama katika mitandao, nimekuta habari kama hizi. Ndugu zangu, kwanza nitoe tamko, mimi Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadiri, watakao wa attack, ndivyo watakao wa attack mashekhe ambao wameenda katika iftari. Kwanza iftari ya yule msanii anaitwa Diamond, ameenda shekhe wetu wa mkoa kipenzi chetu, mwalimu mwenye elimu kubwa sana, mwenye hekima kubwa sana, Sheikh Warid. Sheikh Warid alikuwepo. Mimi niseme kwamba Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadiri, mimi hapa atakayewaataki mashekhe, hususan atakayemwataki Sheikh Warid, mimi huyu ni baba yangu, huyu mimi ni mlezi wangu, huyu mimi ni shekhe wangu, huyu mimi ni mwalimu wangu, ni kipenzi changu. Atakayemwataki hususan Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, mimi nitakula naye sahani moja. Sisi ni vipenzi wa Mwenyezi Mungu. Sisi ni wale ambao tuko karibu na Mwenyezi Mungu. Mimi ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Kila siku nawaambia Mwenyezi Mungu ninachomuomba Mwenyezi Mungu ananijibu. Naweza nikasema kesho usiamke uamki kweli. Kwa hiyo nyinyi ambao mnajitia mashekhe sana, mmesoma sana, mnaona Sheikh Walidi kwenda katika Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, kwenda kwenye iftari ya Diamond amekosea. Nyinyi mnakosea. Hebu kwanza hebu yasikilize maneno ile hutuba yake aliyoitoa kwenye iftari ya Diamond. Halafu bona sisi tumekuwa hivi Waislamu, mashekhe gani nyinyi? Mashekhe nashindwa, sina kinywa mimi cha kuwanenea vibaya watumishi wa Mungu. Mashekhe wanayofanya kazi ya Mungu kwa sababu hawa ni warithi wa mitume. Nimelelewa mimi katika maadili yaliyokuwa mema, lakini pia napata uzito. Wewe unapata wapi ujasiri wa kuweza kumsema Sheikh Warid? Sheikh Warid kwamba ameenda pale, mashekhe ameenda kujiaibisha, kujishusha blandi. Wewe vipi? Wanasema kwamba wameenda kwenye msanii wa Bongo Flava, lakini pia Bongo Flava, msanii ambaye anavaa misalaba shingoni. Hawa watu wanakosea. Ujue Diamond si rahisi sana kumpata katika misikiti. Pale Sheikh Warid amepata nafasi ya kwenda kumnasii. Baada ya sisi kumpongeza Diamond, kwanza mimi nampongeza Diamond utaratibu aliofanya. Na iftari Diamond afanye kila Ramadhani, na namuombea hata baada ya mwezi mtukufu Ramadhani awe anaziandaa hizi event. Iftari ilipoandaliwa mimi nilipata mwaliko, lakini nilikuwa nje ya Dar es Salaam. Sikuwa Dar es Salaam, kwa hiyo nikashindwa kuweza kufika kwenye tukio lile. Lau ningelikuwepo Dar es Salaam ningefia kwenye tukio lile. Na msanii yoyote hata kama sio Muislamu, hana dini kabisa, mpagani, akiandaa tukio la namna hii la kufuturisha watu, la kuwalisha watu vyakula, mimi nakwenda. Kwa sababu gani? Hili ni swala kwanza ni swala la kwanza la kijamii, linakuonesha kwamba huyu kwa kuwa yeye yuko karibu na jamii. Lakini pia wanaosema wengi wanamlaumu Diamond kwa kuandaa iftari kwamba ametoa kadi. Utaratibu huu mimi niseme kwamba nimpongeze, lakini nimshauri mwakani asiweze kufanya kama hivi. Mwakani afanye kama anavyofanya mbunge wa jimbo la Mkuranga ambaye ni waziri wa ujenzi, mnamjua, Abdallah Hamisi Ulega. Ulega anaandaa tukio kama hili, anawawekea watu katika mifuko, vijana wanagawa, aliyo Muislamu, asio kwa Muislamu, aliyofunga ambaye hajafunga. Hili pia litamwepusha lawama, kwa sababu kuna watu ambao
hata uwafanyie vipi hawawezi kusema kwamba umetufanyia jambo zuri. Hata uwafanyie vipi, yani hao ni makhasid. Diamond, mimi zile video wakati nazitizama niliona anagawa bahasha. Mliona nyie? Bahasha. Nyie waandishi wa habari mliona anagawa bahasha kwa mkono kuwagawia watoto mayatima na wajane waliohudhuria pale ndani, tena sio kuwagawia pesa tu, akawagawia na zile sabuni zake. Na Mwenyezi Mungu hizo sabuni zake mimi nimezibariki. Zitatoka sana kwa sababu zimefunguliwa, amewapa kwanza watu hajawauzia. Yani ameizindua kwa kuitolea sadaka. Mungu atamjalia kila la kheri. Kwa hiyo mnaomwataki Diamond kwamba amefanya tukio baya, mala watu wengine wamekaa nje, huwezi kuwaridhisha watu wote na huwezi kupenda watu wote. Mimi unaniona hapa, sipendi na watu wote. Hata mimi pia ni kipenzi sana cha majini, lakini majini wabaya mimi hawanipendi, wananichukia. Sababu wakiniona wanajua tumeona moto. Umeelewa uzuri? Majini wazuri mimi ndio wananipenda. Kwa hiyo huwezi kupendwa na watu wote. Kwa hiyo tukio alilofanya Diamond nimpongeze, na wasanii wengine wamwige, na ili liwe ni kila mwaka. Ila mwakani sasa abadilishe utaratibu inshallah, iwe sasa ni kwa watu wote, mifuko anatoa ni mifuko inshallah. Alikiba kurushiana maneno na Shehe Dr. Sule, hii imekaaje? Maana Alikiba amesema lake, Dr. Sule kajibu, hii imekaaje? Alikiba nimpongeze. Kwanza huyu ni kijana aliolelewa katika akhlaq na tabia za Kiislamu. Hakurushiana maneno. Ni mtu ambaye alitumia busara sana, na namtafuta, nitampigia simu nimpe hongera yake. Ni maneno mazuri sana. Ni maneno mazuri sana. Na mimi huwa sina desturi ya kuwazungumzia watu kwamba mimi nimzungumzie mtu ili niende mjini, hapana. Mimi nilipotoa hapa ni brand. Sababu mimi sijulikani na watu tu, najulikana mpaka na majini. Sasa natisha stishi. Yani mimi sijulikani na watu mpaka majini wananitambua, wachai wananitambua kwamba yupo mwamba Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri, majini wa baharini na nchi kavu. Natosha tu, ni brand tosha. Kwa hiyo ile swala la kutupiana maneno pia linakuwa sio swala zuri sana. Hii ni desturi ya watoto wa njia ndoa, wana alamu ndio waliokuwa na maneno kama haya ya kutupiana maneno. Kwa hiyo kama Sheikh watumie busara, waweze kuliwekana sawa, na sisi pale ambapo tunapokosea tutafutane namna nzuri ya kuelekezana. Tusielekezana, tusije tukawa wenye kuelekezana kama yule kijana wa Temeke, yule mwanaharamu wa Temeke. Yani tusiwe tunaelekezana kama watu wa Temeke, kama yule mtu mmoja wa Temeke, sitaki nimtaje jina. Yani unaelekeza kijazba. Usimuelekeze mtu kijazba. Mimi usinilazimishe nivae viatu vyako, usinilazimishe mimi na wewe tuwe sawa. Hatuwezi kuwa sawa jamani. Kwa hiyo tunapokosea tuelimishane kwa uzuri, kwa maneno yaliyokuwa mazuri, maneno yaliyokuwa laini. Tukifanya hivyo tutapata baraka zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh, kwa kumalizia tu, hili ni swali la mwisho ambapo hakutakuwa na swali jingine. Unaongoza dua pale katika kituo chako, lakini pia sehemu mbalimbali ambazo unakuwa unakwenda, unaenda na taratibu za dua. Kuna baadhi ya watu wanadharau dua. Labda unawaambiaje kuhusu watu ambao wanadharau dua na wale ambao wanakubali dua? Kwanza niwaambie dua ni sala moja kubwa sana. Ad-dua huwa al-ibada. Dua mnajua maana yake? Dua ni ibada. Ibada inachezewa, ibada inadharauliwa. Kwa hiyo watu wazinduke. Dua ni ibada kubwa sana, na Mwenyezi Mungu anapenda sana kuombwa. Yani Mungu anapenda sana kuombwa. Swala la Mungu anafurahi. Yani swala la mtu kumwelekezea shida Allah anakubali. Mungu anakubali. Kwa sababu umemuomba yeye mwenye mamlaka ya kuombwa, umemuomba yeye aliyosema niombeni nitakujibuni. Tunamuomba yule aliyosema kwamba tutakapokuwa na shida tufanyeje? Tumuombe yeye. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapomuomba Mwenyezi Mungu ni swala moja kubwa sana. Lakini pia niongeze katika hili kama mtaniruhusu ndugu zangu, kwamba kipindi hiki cha Ramadhani kuwafuturisha wasiokuwa na uwezo ni swala moja zuri sana. Lakini pia unapowafuturisha inakuwa ni sababu ya funga yako kukubaliwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia nichukue fursa hii kuwapongeza watu wote pasi na kujali dini zao, pasi na kujali makabila yao, kwa sababu ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona mpaka wasiokuwa ni Waislamu wanatoa sadaka. Nimeona mpaka wasiokuwa na dini wanatoa sadaka, kuwahurumia kipindi hiki cha Ramadhani ili watu waweze kupata iftari. Nitumie fursa hii kuzipongeza taasisi zote ambazo zimefanya tukio la kuwafuturisha watu pasi na kuwabagua, ikiwemo taasisi ya Jaimat, lakini pia taasisi mbalimbali ambazo zinafanya tukio hili. Lakini pia nichukue fursa hii kumpongeza bwana mmoja anaitwa Saidi Rugumi, anafanya kazi nzuri sana. Lakini pia kuna mtu mmoja anaitwa Chief Godlove, anafanya kazi nzuri sana. Huyu Chief Godlove niliwahi kusema siku za nyuma, hata mimi katika iftari niliyoandaa ameambia Sharifu mtaleta viroba 100 vya biriani. Chief Godlove analeta viroba 100 vya biriani. 29 analeta viroba 100 vya biriani. Chief God amenipigia simu,
Anaambia Sharifu, nitakuletea viroba 100 vya biriani, watoto wale, watu wafuturu kwa pamoja. Kwa hiyo nampongeza, na ukifanya wema wowote Mwenyezi Mungu ndio analipa. Mashehe, ndugu zangu, tusigawiane moto na pepo kama Dula Makabila, mwanangu pita huku. Yani kwamba tunapeana moto na tunapeana pepo. Leo bwana mwingia amekosea, au bwana Msasani amekosea, au bwana Nyundo amekosea, au nani Msasani Bato amekosea, mimi nakupa pepo na kupa moto. Namna gani bwana? Tupe ndiane kheri, na ukumbuke unapomnyoshia mwenzako kidole hicho kimoja, vingapi vimekurudia? 4 vimekurudia wewe. Kwa hiyo tuombeane kheri, na insha Allah tutakapoombeana kheri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatusaidia. Sisi wa Tanzania ni wamoja, tusibaguane kwa dini zetu, kwa kabila yetu, kwa mataifa yetu. Sisi ni wamoja, tupendane. Ndivyo tukipendana ndio maana nchi yetu inakuwa na nini? Inakuwa na baraka, inakuwa na upendo. Unamwona rais wetu anahamasisha sana upendo, mufti wetu anahamasisha nini? Upendo. Tusichukiane, Muislamu asimchukie Mkristo na Mkristo asimchukie Muislamu. Na mimi ni Sharifu wa watu wote. Watu wote, mimi ni shekhi wa watu wote. Wapagani, wasiokuwa na dini. Yani kama wewe ndio kwangu, mimi ni shekhi wa watu wote, na ninajivunia kwa Mwenyezi Mungu kuweza kunipa wito huu.